Sikiliza, hii itakusaidia sana wewe na familia yako. Kwenye kitabu kile cha Ezra sura ile ya 4, kuna ujenzi ulikuwa unaongelewa pale wa nyumba ya Mungu ambao ulikuwa unafanywa na Waisraeli ambao walikuwa uhamishoni. Wakati wanaanza ujenzi wa nyumba ya Mungu, Biblia inasema wakatokea maadui zao, lakini Wanaisraeli wale hawakujua kama wale ni maadui zao. Walipofika pale kwenye eneo la ujenzi, wakasema, na sisi tunapenda tushirikiane na ninyi kwenye hili jambo la ujenzi, kwa sababu Mungu wenu huyo na sisi pia tunataka tumwabudu, maana tulianza kumfuata toka kipindi cha mfalme fulani. Maanake alikuwa anaongelea ni kipindi cha nyuma sana. Lakini ashukuriwe Mungu, wale Wanaisraeli wakasema kwamba hapana, kazi hii inatuhusu sisi, ni ya kwetu, sio ya ninyi. Tutaifanya sisi kwa jasho letu na kwa nguvu zetu. Na Biblia inasema wale maadui wakaondoka. Sasa kuna watoto wengi wa Mungu sana, kwa kuwa wavivu kwenye mambo ya rohoni, kwa kuwa wachovu fulani kwenye vitu fulani, wanajikuta wanaingia kwenye mtego wa shetani, hata wanaharibiwa biashara zao, wanaharibiwa familia zao, ndoa zao. Ni kwa sababu kuna watu mmewaruhusu waingie kwenye maisha yenu, wakaanza kuplay party yenu kwenye maisha yenu, ambayo hiyo party unatakiwa wewe ndio usimame wewe, yani uile gharama wewe. Sasa wewe hutaki kula ile gharama, unasema hamna shida, ngoja ingie. Kumbe ametumwa kuja kukuharibia, wewe unadhani ni baraka. Kuna mama wameharibiwa ndoa zao kupitia baadhi ya maagent ambao ni wafanyakazi wa ndani, ambao waliwaachilia uhuru mkubwa mpaka kwenye vitu ambavyo wanatakiwa wao wale gharama kwa ajili ya ume zao, kuwafulia nguo, kuwapikia chakula, wao wakawaachia wale madada wafanye, wakaharibu maisha yao. Kuna wengine walikuanza biashara vizuri kabisa, wakaona watu wanajitokeza wana pesa fulani, baada ya kumuuliza Mungu, Mungu huyu mtu ni wa kwako? Mtu anakurupuka, kwa kweli Mungu kaninunulia neema ya biashara, yani nimeinuliwa watu. Kumbe miongoni mwa wale watu wamekuja kukuharibia kwa sababu wameona kabisa biashara yako itakuwa kubwa sana. Ndio maana unatakiwa uelewe ni jambo gani ambalo unatakiwa kulifanya kipasono mwenyewe, na jambo gani ambalo hata Mungu akikuinulia mtu anatakiwa akusaidie. Na lazima uelewe pia ni watu gani wanatakiwa wakusaidie kwenye ile jambo uliokuwa nalo, la sivyo utaangamiza maisha yako na kuyaua na kuyaharibu kabisa, na utaanza kumlalamikia Mungu sana kwa sababu ya kukaribisha watu ambao Mungu hajakwambia ukaribishe. God bless you, Junior Prophet. Amen.